Mambo vipi mwana IREM TV ambaye unatutazama muda huu popote pale ulipo. Leo ni miongoni mwa zile siku ambazo tunakutana kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo. Lakini kimepita kipindi kigumu kidogo hapa katikati na hatukuwa na nafasi ya kukutana na kuonana na kuzungumza pia kama wana michezo. Na by the way yametokea mambo mengi sana hapa katikati kwenye taifa letu la Tanzania. Sisi wote ni wa Tanzania na tunaipenda sana nchi yetu. Tunapenda sana wananchi wenzetu pia na tunapendana sana sisi kama wa Tanzania. Kwa hiyo hapa hakuna neno lolote ambalo linaweza likasemwa saizi likaiponya mioyo ya watu ambao wameumizwa, watu ambao wamepoteza ndugu zao, watu ambao wamepoteza pia mali zao. Hakuna chochote kinachoweza kusemwa kikaponya mioyo yao watu. Lakini sisi kama wana familia moja ya Tanzania tunatoa pole kwa pamoja kwa wale ambao wamepitia changamoto zote katika hichi kipindi. Na wale ambao hawajaguswa pia na changamoto yoyote, haina maana kwamba nyinyi ndo wateuli wa Mungu au nyinyi ndo watu salama sana, hapana. Lakini kwa pale ambapo unaguswa unaweza kuwasaidia wale ambao wamepitia changamoto ya namna yoyote. Baadaye una nafasi ya kwenda kuwagusa. Lakini wengine poleni sana sana sana. Hakuna neno lolote ambalo tunaweza kusema, hakuna faraja yoyote ambayo tunaweza kuwapa, lakini tunawaombea kwa Mungu kwenye nafasi ambazo utapata kuwakumbuka. Tunawaombea nyinyi pamoja na taifa letu la Tanzania ili tuendelee kuwa na amani. Tupata kama kionjo kidogo cha namna ambavyo hali inaweza kuwa bila amani. Kwa hiyo kila mtu anaondoka na funzo katika hili. Kwa hiyo naungana pia na Watanzania wengine wote ambao wametoa pole zao, lakini pia sisi kama IREM TV pia tunatoa pole sana 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 kwa yale ambayo yametukia katika hichi kipindi cha karibuni. Lakini maisha yamerejea na hali inabidi iendelee. Baadhi ya watu mambo hayawezi kurudi kwa kawaida tena na maumivu hayawezi kupona kwa haraka, lakini Mungu atawaponya, ila maisha yamerejea. Na by the way vimerejea vitu vingi hapa katikati. Moja kati ya hivyo vitu ambavyo vimerejea ni pamoja na nyakati ambazo hakukuwa na mtandao, draw ya klabu bingwa barani Afrika ilifanyika, lakini pia draw ya kombe la shirikisho ilifanyika. Lakini pia ndizo nyakati ambazo pia ligi kuu soka Tanzania bara imetangaza itarejea. Hapo katikati pia tukupata nafasi ya kumzungumza Pedro Goncalves, kocha mpya wa kikosi cha klabu ya Young Africans. Pedro Soares Goncalves ambaye anakuja kuinoa klabu ya Young Africans akichukua nafasi ya kocha aliyepita bwana Romain Folz. Lakini pia imetokea mambo mengi hapa katikati ya kimpira ambayo tunakwenda kuyazungumza kwa siku ya leo, mimi pamoja na Paco Steven. Ukaribishe sana. Una nafasi ya kutuandikia maoni yako pia hapa kwenye comment kuhusiana na yale ambayo tutakayosema, lakini pia kipi ambacho unatamani pia tukizungumzie katika meza yetu ya kimichezo. Bwana uko sawa? Niko poa kabisa. Mambo yameenda kidogo, hatujazungumza siku nyingi. Mungu ni mwema. Lakini tumekutana tena tuzungumze bwana. Tuko salama. Bwana, mimi nataka tuanze moja kwa moja na kijana wetu wa nyumbani anayetuuma. Taarifa ya uongozi wa klabu ya Yanga kwenye press conference inasema Clement Francis Mzize atakuwa nje kwa kipindi cha wiki 8 mpaka 10. Na hapo nyuma unajua ameshakosekana katika michezo kadha. Na hii ni sababu ya majeraha ya goti ambayo yamemkumba Clement Francis Mzize. Kwanza yule ni kijana wetu kwa sababu sisi watu wa Iringa, ni kijana wetu na bahati nzuri nyewe mmemuona na ni future Tanzania pia. Majeraha ya Clement yanatoa mwelekeo gani kwanza kwa timu ya taifa ya Tanzania, kwa maana ya Taifa Stars ambayo itaenda AFCON mwezi wa 12 na itakuwa na international break hapa katikati, lakini pia kwa klabu ya Yanga ambayo watu wengi wanaamini majeruhi ya Clement Mzize yatawaathiri sana ukilinganisha na kiwango cha washambuliaji wa Prince Dube pamoja na Andy Boyeli. Yaani bwana sio kwamba, lakini majeraha ya Mzize manake tayari yana changamoto upande wa klabu ya Yanga na timu ya taifa pia. Tayari tushaona umuhimu wake kwenye timu ya taifa. Tushaona sana. Pia tushaona umuhimu wake kwenye timu ya Yanga. Kwa hiyo tayari ni gap hiyo. Ukizingatia bado Yanga masterka hawajakliki vizuri. Dube anapitia kipindi kigumu sana. Boyeli bado hayupo kwenye mifumo vizuri ya Yanga, bado hajakliki vizuri naye. Kwa hiyo Yanga ilikuwa inamhitaji sana Mzize awepo pale. Japokuwa sio kwamba Mzize ndio typical striker no, lakini kai kwenye nafasi anafunga vizuri tu. Kwa hiyo Yanga kuna kipindi anapitia hapa bila Mzize
kitawakula kidogo. Then timu ya taifa pia tunamhitaji na hivyo atakuwepo, bado ni tatizo kwetu pia. Lakini football ndio ipo hivyo. Yaani ni nadra sana kukuta mchezaji ambaye hapati majeruhi. Sawa na maana aliumia mara ya kwanza. Sasa taarifa kwamba amepona, karejea mazoezini sina nini. Inawezekana basi akutibiwa vizuri. Na sasa hizi nimeambiwa upasuaji tuonesha. Sasa hivi wanamfanyia upasuaji. Maana washafanya upasuaji. Washafanya upasuaji. Ni jambo zuri kufanya upasuaji sababu ndio tiba kamili tuseme kwenye goti, goti liko sawa sawa. Kama kafanya na watu ambao ni wataalamu na tunaamini uongozi wa Yanga ni watu makini. Tuombe tu speed recovery au mapema uwanjani tuendelee kuenjoy burudani. Sisi wapenda mpira. Yanga wana story nzuri sana kuvumilia majeruhi. Na kumbuka ilianziaga kwa Juma Mahadhi. Sasa hizi tunazungumza unaenda ujue msimu wa pili unaenda bila kwasi hata ule, lakini mchezaji wa Yanga yuko pale. Sisemi kwa maana ya kwamba Mzize atakuwa na majeruhi ya muda mrefu, lakini nazungumza kuhusiana na replacement kwa maana ya mchezaji ambaye ataenda kuziba nafasi yake. Unafikiri Yanga wanapaswa kutafuta namna au mbadala kwenye dirisha kubwa, dirisha dogo linalokuja, kwa sababu hapa katikati cheza michezo michache tu, afu baada ya hapo linakuja dirisha dogo. Yaani hapa dirisha dogo lazima timu Yanga ingie sokoni, ni lazima, hiyo swala lazima. Kuna shida zao sasa hizi zinaonekana wazi kwenye timu yao, kwanza kwenye kiungo striker, lazima wataingia sokoni. Watafute mtu ambaye sio aje aanze kupliki, mtu ambaye aje aanze kucheza vizuri. Na kama wataendelea mwendelezo wa performance yao, basi dirisha dogo inaweza kufanya usajili mkubwa zaidi. Dirisha dogo Yanga linahusu, ni lazima. Sio wakabadilisha sana wachezaji. Ni lazima. Kuna watu wanaweza wakaacha pia sijui. Ila lazima dirisha dogo Yanga linahusu. Sawa. Kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Angola bana, kipindi hapa tujazungumza kidogo. Kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Angola. Pedro Goncalves. Amejiunga na kikosi cha Yanga kama kocha mkuu. Kina Pedro Goncalves. Mreno huyu amejiunga na kikosi cha Yanga. Na alifanikiwa kuisimamia Yanga kwenye mchezo mmoja wa ligi kuu Tanzania bara ambao Yanga walicheza. Si ndio? Walipata matokeo by the way. Uhalisia ni kwamba Yanga ina kocha mpya mpaka sasa hivi. Tuanze kumzungumzia kwanza Pedro Goncalves. Ni aina ya makocha ambao wana at least unaweza kusema Yanga walifanya kile ambacho tulikuwa tunakizungumza, kwa maana kwamba kwenda kutafuta kocha ambaye ana profile nzuri, kocha ambaye anaweza kuja kufanya kazi ya mafanikio moja kwa moja na sio kujitafuta yeye kwenye kocha ya Yanga kama ambavyo ilikuwa kwa Romain Folz. Mimi bado kwenye usajili wa makocha unakuwa mgumu sana kumuelezea kocha au kumtabiria mafanikio. Mimi wanasubiri muda uongee, kwa sababu anaweza kaja kocha mzuri Tanzania lakini uzuri wake usionekane, akaja kocha mbovu Tanzania uzuri wake ukaonekana. So mimi nasubiria nione kocha huyo atafanya kitu gani kipya pale Yanga. Yanga itransform kutoka pale alikoacha Romain Folz, Yanga hiyo hatari tena ambavyo kama wana Yanga wengi ambao wanahitaji. Mimi nafsi ile Simba na Yanga sijui mpira wa Tanzania. Labda Simba siku ikamchukua labda sema labda Jose Mourinho. Bado mimi siwezi kusema atafanya vizuri. Lazima nisubiri nione. Hata kama ni Mourinho yani. Hata kama ni Ancelotti. Hata kama ni Pep kuja Tanzania sio anachukua Yanga. Lazima nisubiri nione. Mpira wetu sisi ni tofauti na sayansi ya mpira ya duniani. Tofauti. Unaweza kuja hapa na mbinu zako. Kumbe unawapa input za skills na nini wenzako hata kuelewi sometimes. Kwa huyu bwana Pedro tumsubiri. Takwimu zake nzuri. Kwa level ya Yanga nzuri. Kwa Tanzania tumsubiri. Tuone ligi kuu, siwezi kumjaji sana, labda nione timu inavyocheza. Ikiwa haina mpira, ikiwa ina mpira, ikiwa inashambulia, hivyo. Kimataifa pia itabidi tumwangalie. Kwa sababu kule ndo soka la kimbinu kwa Afrika lipo sana kwenye Champions League na Confederation. Ndio ndo soka la kimbinu. Ukileta mbinu hapa NBC, kuna mechi unaenda tu watu wamepaki basi. Tumeelewa? Kuna mechi watu hata mfumo 4-4-2 upo 4-3-3, amna wenyewe tu wameingia uwanjani kukuzuia usishinde basi. Ila kule umeenda kwa Champions League huko bwana, kuna watu wanaingia na mifumo kwamba leo tunaingia sisi na labda 4-5-1. Leo tunaingia labda 4-3-3. Leo tunaanza na beki watatu. Kwa kule ndo sehemu ya kimbinu zaidi, yani mbinu za kocha zinafanya timu ifanyaje. Kwa tumpe muda bwana Pedro.
tuweke kando Yanga. Pale Simba habari ilikuwa ni kurejea uwanjani na kuanza mazoezi na wachezaji wenzie kwa kiungo wa kimataifa wa Kenya. Alijiunga na Simba dirisha hili kubwa la usajili akitokea Polisi ya Kenya, Mohamed Bajaba. Ni moja kati ya story kubwa sana ambazo zimekuwa zikizunguka wakati Simba ikielekea katika mechi dhidi ya Nsingizini. Ilizungumzwa sana ile story. Bahati mbaya hakupatikana kwenye ule mchezo, lakini tuna expect kwamba michezo hivi karibuni atapatikana unless kama Simba watatoa taarifa nyingine tofauti. Pamoja na wazaji wote ambao umeshaona kina Morris, umeona tayari kina Mpanzo na wengineo, unaiona nafasi ya Mohamed Bajaba kwenye kikosi cha klabu ya Simba, ama pengine tu kwa sababu ni mzaji ambaye watu wengi wana kiu ya kumuona na alishahusishwa na vilabu vyote viwili ndio maana tunamzungumza sana kwa hivi sasa? Kwa klabu ya Simba ilikofikia saizi kila mmoja ana nafasi. Yaani saizi. Maana klabu ya Simba ilivyokaa saizi. Yeah. Kila mchezaji ana nafasi ya kuchukua namba. Ni wewe tu juhudi zako za mazoezi. Ali mtu kidogo ambaye naweza ngasema labda ana uhakika wa namba pale. Labda ni yule center back Lushin. Kwa sababu ya akili yake, performance yake iko vizuri sana. Ila the rest wote, sijui Mpanzo nani, wote hao wana uwezo wa kufanya rotation, wasianze akaanza mwingine. Depends unafanya nini uwanja wa mazoezi. Ukitaka ujue hilo swali likoje, ingekuwa Simba ina uhaba sana wachezaji, wangemforce Bajabila hata acheze kila sahi. Yana hisa wanasubiria apone kabisa, yani kabisa ndo aje acheze. Sahi. Kwa bado Simba ina kusikipana sana. Na kila mmoja ana nafasi ya kucheza. Kwa hiyo bila shaka Bajabila yeye akionyesha mazoezini, atapata nafasi. Atapata nafasi, usipoonyesha utapata. Ili swali bana, naomba nikuulize nikiwa hata sikuangalia. Waliniambia nikuulize bwana tukikutana. Msimu unaanza hapo, waliniambia so kukupa goli 20. Hiyo sawa kabisa kwenye ligi, yani anakupa goli 20 kwenye msimu. Samani bwana, bado uko pale tushacheza mechi ngapi sasa hizi? Mechi 2-3. Nikwambia goli 20 sio kwenye mechi 2 NBC peke yake. Msimu mzima overall. Takwimu za overall. Bado niko pale. Bado uko pale. Hata tupa goli 20. Jonathan Soa. Niko pale. Pamoja na ingia toka nini? Kazi ya kocha tu kama ataweza kumwamini na kuwa anampanga. Kama kocha anakuja muda mwingine anaingia na first 9 ni tatizo. Lakini kama nahisi kocha kuna kitu anakitafuta, kipata na kikikliki kwa Soa imeisha. Hizo Soa nafikiri mpaka sasa hivi Dimentapante alipofikia mchezaji wake pendwa ni nani kwenye squad? Kwa namna ambavyo umemuona tu akicheza na timu kuanzia ile mechi ya Nsingizini. Aoneshi. Bado aoneshi. Yani bado kuna namna bado aoneshi yupi ni. Fadu mchezaji wake pendwa alikuwa anaonekana kabisa ni Jean Charles. Bwana Pantev bado hatujaona anampenda zaidi nani, yani anapenda timu mzunguke mtu gani bado hatujaona. Lakini sasa kitu ambacho mimi nilikielewa kwa Pantev ni mtu ambaye bado yupo pre-season. Ni kocha mgeni ujue. Sahihi. Kwa anapika timu bado akiwa kwenye mashindano. Mjaribu yule. That's why baada ya kushinda 3-0 na Nsingizini ugenini. Walivyokuja hapa, hakuna hii mechi mimi kwangu. Sio mechi. Hii hapa ni bonanza. Naanza bila striker, naanza na viungo 5. Sahihi. Nione timu inafanyaje kwenye kumiliki mpira na nini. Kuna kitu akakiona, second half akaja kuingiza striker, timu ikabadilika tena. Kwa hiyo kuna kitu anaendelea kupata. Kabisa. Naamini akipata ambacho anakitaka inaweza ikawa nzuri. Tumpe muda pia. Okay. Sawa, hapa nimetaka tugusie hivi kwanza kwa sababu habari kubwa inafahamika by the way. Ni makundi ya Champions League pamoja na Confederation. Sasa kabla tujafika huko kuna vitu vinarudi. Tarehe 8 na tarehe 9 ligi ya Tanzania inarudi. Halafu hapa katikati kwenye hii wiki hapa ambayo hatukuwepo kidogo hapa, ingebidi zichezwe angalau mechi kama 2 hivi. Si ndio? Ligi inavorudi, Simba anacheza tarehe 8, Yanga anacheza tarehe 9. Kila mtu ana mechi yake. Si ndio bwana? Hapo katikati ilipita mechi na Prison, ilipita mechi na Azam, hapo itakuwa Igongo hapo na nini na vitu vya hapa na pale. Huu mwaka tuna international break inakuja mwezi wa 11. Halafu mwezi wa 12 tuna AFCON. Baada ya hapo tukitoka AFCON tuna international break mwezi wa 3. Tarehe 19 mwezi wa 6 inaanza World Cup. Mimi sio mtabiri, ila naomba niulize kwa huu mwendo wa Mbeya City kucheza mechi 6,
Yanga, Simba, Azam, Singida kucheza mechi 2 mpaka sasa. Alafu tuna takriban mchezo 30 ya ligi, ili ligi iishe. Maana yake hapo watu wana mechi 28. Kuna balance hapo au tunasumbuana tu hapo? Kipi hapa ni kwako hapo? Kwacho kizoe. Yaani tuna balance hapo, ligi itatoboa hii. Ligi kutoboa itatoboa. Kwa hali gani? Mbona kama mwendo ni mbaya sana? Mechi 3 ndani ya wiki moja itakuwa kawaida tu. Mwendo mbona kama ni mbaya? Hamna namna. Kwani hii fixtures hizi dunia nzima wanalalamika. Ulimsikia sote kwamba hawa wachezaji wetu sio wanyama, sio maroboti. Sio maroboti hawa. Na kuelekea tutaacha kucheza. Sahihi. Sema wewe ni dunia nzima. Unapojuta klabu kubwa maana yake sajili kikosi kipana. Jiandae na mambo kama fanyage rotation sasa. Kila baada ya siku 3 au 2 unazima mechi ya ligi kuu. Na basi hapa tunazimia kwenye viwanja vingine vibovu. Na unazimia mbali. Tunajiumiza mwenyewe. Wala uumiza wa mtu anajiumiza mwenyewe. Kwa hiyo sahihi. Mimi hata sishangai wala sishtuki. Sababu hapa tuna mwezi wa 12 mwezi mzima ligi hamna. Hakuna ligi mwezi mzima. Tuko AFCON. Mwezi wa kwanza. Tuko AFCON. Kama ni mwezi mzima hamna, maana yake ni kama kila timu mechi 4 haijacheza. Na huwezi kuresume mechi kwa sababu hakuna watu watakuwa kule. Hakuna. Huwezi kuresume ligi. Kwa hiyo sisi ile timu tumeizoea, wachezaji kazi kwao. Wanalipa sijui mishahara wanasema, lakini ni timu inabidi ziangalie namna ya kuwa na vikosi vipana sana. Inabidi na vikosi kipana ili uweze kumanage. Maana vikosi vipana sio zile sabu. Yaani anayetoka na anaingia quality zao zinaendana. Kwamba leo ametoka Aua, amekuja sijui kuanza sijui Mahema, vitu ni vile vile. Leo sijui amepumzika kama Udasi ameanza Duke, vitu vile kwa sababu mashindano ni mengi. Zamani kwa tunaangalia mechi nasema kikosi fulani timu fulani ina first 11 kabisa kila wiki ni hiyo. Siku hizi huwezi kukuta hiyo ngumu. Yaani hadi Ulaya ngumu. Yaani player hawezi kucheza mechi Jumatano kacheza, Jumapili anacheza. Kapumzika kacheza CFA Jumatano. Kwa hiyo kumbuka hapo unaposema hivyo hayo magap ya mechi za likizo hapo ndani kuna FA unajua. Ndio maana nataka kuuliza swali langu linalofuata kwamba kabla ya hili la mwisho nitakuuliza hili la saizi. Unafikiri ligi yetu na mashindano yatakuwa na ubora ambao ulikuwa unatakiwa kuwa kuendana na vikosi vilivyosajiliwa au itakuwa inaenda tu angalau ili ligi imalizike? Tusubiri tuone mwisho wa ligi itakapokuwa. Sasa hivi ngumu sana kusema, lakini mimi natamani ligi iwe bora. Yaani kuna mechi nyingi sana ambazo hapo tunatamani tuzishuhudie kama watu wapenda soka. Tuone pale benki anafanya nini Yanga kutana naye. Na Simba anafanya. Inawezekana hizo mechi zisiwepo. Yaani aina hiyo ya mechi inawezekana isiwepo kwa sababu zinawezekana zikatokea katikati alafu unaenda kwenye Champions League. Kuta Yanga wana mzizi. Hizi jamani. Sasa mechi hizi bwana. Hilo la kwanza. La pili natamani uniambie kwa mtazamo wako. Kwa sasa kwa hii namna ambavyo unaona, ligi itakuwa na ushindani wa kawaida. Yaani ule ushindani ambao unautegemea tutauona ama pengine itapoteza hiyo test kabisa ya huo ushindani? Haiwezi kupotea. Sababu kuna timu hazina hivyo vikosi vipana wanavyosema. Sio shida zetu sasa, ni shida zao. Walijua kwamba hapo kwenye ligi gani ushindani utakuwepo. Watajua kwenye ligi yani amwezi kwa mna washindani wakubwa wote. Lazima kuna mmoja ambaye kila mmoja anamkimbilia kwenye ratiba. Kwamba mimi nimechoka huko nikapone pale. Nipeni yule nikapone kwake yule. Okay, sawa. Na kwa namna ya mashindano mwaka jana Yanga amejikusanyia vikombe vyote vya ndani akaondoka navyo. Unafikiri sio yeye sasa? Unafikiri mwaka huu kuna nafasi jinsi ratiba ilivyokaa, structure ilivyokaa, mwaka huu kuna nafasi ya timu moja kufanikiwa katika yote ambayo anafanya, mfano kufika robo finali ya michuano ya kimataifa, kutoa makombe yote ya ndani? Unaiona timu yote ikiweza kumanage kufanya hivyo au pengine msimu ni msimu wa kugawana tu? Msimu atakaye sanga atataka vizuri ndio atakayefanya kitu kizuri. Yanga wana kosi kizuri bado, Simba wana kosi kizuri, Azam wana kosi kizuri, Singida wana kosi kizuri. Kati yao 4 ambaye atachanga karata zake vizuri imeisha. Makombe yote ya ndani yanaweza kaondoka nayo au tutagawana msimu huu? Anaweza, yani ukisubao unabebewa, yani ukisubao unabebewa, anaweza wakagawana au ikaenda mtu mmoja vile vile. Watu wanajua bana ushinda mechi za ndani hapo. Wanajua sana kushinda hizo mechi hizo. Nje ya uwanja huko wanajua kweli. Okay. Sawa, na wachezaji wetu kwa namna ambavyo wanaiona fitness yao na ubora wao na kuweza kumanage hiyo mikiki kwa muda mrefu au pengine ndo tunawaumiza wachezaji? Tunarudi pale swala tu kwa na kikosi kipana. Wachezaji kama Simba na Yanga hizo zina shida sana. Na wana kikosi kipana kweli, watafanya rotation.
Sasa mpira unakosi kipana. Kipana kuna muda anaanza nje Kanuti ameingia ndani na nini. Nani anaita ile beki nani kiungo mkavu kwetu Tanzania kabisa. Bwana Mzanzibari yule anaitwa nani bwana yule, jina lake limenitoka na mimi kidogo pia. Timu taifa kashavunja sana kuni pale katikati wa. Sahihi kabisa. Himidi yupo yule bwana mdogo mwingine wa Zanzibar. Timu zipo wapo tuache timu zifanye kazi. Wakina nani wale wengine? Wakina Kaminko. Tuache timu zifanye kazi. Mtasingo hapo hajapona. Twende sehemu nzuri bana kwenye nani. Bado hujafika. Bado yani uko tafika. Njoo kwenye uteuzi wa Miguel Angel Gamondi. Ndo. Sawa, sio ndo. Nimekuelewa. Kocha wa muda wa timu ya taifa ya Tanzania, Miguel Angel Gamondi. Pamoja na kikosi cha Singida Black Stars. Malengo ni nini? Malengo ni timu nzuri. Timu ya taifa. Timu ya taifa. Mimi unajua kwa experience yangu niliona namna ambavyo Juma Mgunda alistruggle kuifundisha Namungo anakuwa kocha msaidizi timu ya taifa. Namungo pre-season hapa alikuwa hawana kocha hapo. Nikawaza na hii international break inavyotupeleka mbio na idadi ya mashindano ya kimataifa ambayo yako hapa mbele, kwa sababu Singida hapo unajua inahitaji muda. Watu wakienda AFCON wakirudi, international break ya mwezi wa 3, international break hii hapa. Mbona kama tunampa tabu hivi Gamondi, au mimi nitakuwa nakosea? Yeye angeona tabu angekataa. Mmoja miongoni mwa kocha wenye misimamo ni huyu. Sahihi. Kama kitu hawezi siwezi, sitaki. Huyu simtaki, unamtaka namtaka. Kwa hiyo yeye atakuwa muona hamna shida. Kwa mwalimu ana nafasi ya kuifundisha Singida na wakati huo pia kuwafuatilia wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania ili awalete. Alikuwa anafundisha timu ya Urusi, akafundisha pia na Chelsea. Na Chelsea ikafanya vizuri na Urusi ikafanya vizuri. Urusi iko mbali. Urusi haikuwa Uingereza. Anaweza. Unafundisha hapa Tanzania, hapa uangalie kina Mudathiri wa kina Costi, ukitoka uangalie na wa Ulaya. Anaweza. Na mimi na mheshimu sana yule kocha Gamondi. Kocha ambaye katuonesha uwezo wake wa mpira. Sawa. Bila doubt. Kwa mimi namheshimu na sijashtuka kuja kwa kocha wa Taifa Stars, sijashtuka wala nini. Jana nimesikia taarifa afu ngatu. Yaani kawaida sijashtuka kwa sababu ni uamuzi ambao watu wamekaa wamefikiria kwa kina. Ukoona kumpata kocha ambaye mpya saizi, maana yake itabidi aje aanze kwanza kustudy soka la Tanzania. Sahihi, lazima. Anakuwa anaanza moja. Gamondi yeye soka letu analijua, baadhi ya maplayer anawajua na sisi hapa bidi team active kwa sababu mwezi wa ngapi tu hapo tunaenda kucheza. Sahihi. Umeelewa? Kwa hiyo tumwache Gamondi afanye mambo yake. Na swala la timu ya taifa kwa sasa hivi lilipofikia, unafikiri ili uhesabu timu wewe binafsi, tunaenda AFCON, ili uhesabu timu yetu imefanikiwa, tuko kundi moja ya Nigeria, Tunisia na Uganda. Na hapa katikati pia tuna mechi mbili hapa kabla ya kwenda AFCON. Ili uhesabu timu yetu imefanikiwa, unatamani uone Gamondi akifanya nini kwenye national team pale? Kitu ambacho unatamani yani Gamondi akifanya ambacho nafikiri kitaleta mabadiliko na mafanikio kwenye national team. Mimi hata siwezi kugemea upande wake wa aina watu wa kuita. Cha kwanza watu wanasema afadhali amekuja Gamondi ataitwa Kelvin John. Atengeneze pattern nzuri tu ya ile timu, namna ya kutafuta magoli. Timu ya Taifa Stars magoli yetu sisi mengi. Hata alifunga ukimiza magoli umetengeneza. Tucheze kama timu. Namna kwa mimi natamani tuone pattern. Tunashambuliaje, tunazuiaje kitimu. Sio uwezo sio wa Mzize, sio uwezo wa Faisal kitimu. Itokea hata Faisal yupo nje, aliyeko ndani bado anacheza kitimu vile vile tuone. Kwa tumache timu tumache kocha atengeneze kitu, atengeneze timu. Neno timu maana yake ni watu wote 11 uwanjani. Sahihi. Na ni wa nje, bench wafundi, uongozi, CTFF. Tuache unde timu ambayo italeta kitu fulani hivi uwanjani. Ni aibu kwamba sisi kwenye stage yetu kwenye AFCON hatujawahi kushinda mechi hata moja. Hatujawahi. Tumeshacheza hapo lakini hatujawahi kushinda. Kufuzu ishafuzu mara ngapi? Kushinda 2019 tutoka bila pointi. Na goli moja sijui. 2020 ngapi tukatoka na pointi 2. Mungu mkubwa alitujalia kutoka na pointi 2. Na kwa bahati nzuri ambayo ya group la sasa tulioka pia tunaliweza. Nigeria tunamweza. Tunaliweza lakini Uganda tunamweza. Tunisia tunachukua sare. Hii kizalendo sio? Kwani timu ya taifa tunachambua? Kizalendo sawa imeisha. Tunachambua kwani? Imeisha. Sisi tunatamani tuvuke makundi. Tutavuka pale, tutatoka makundi tutasogea. Kama mwalimu. Tuna imani na Miguel Gamondi. Sahihi.
hata mpenyewe sasa Champions League. Kwani unamruka Singida? Confederation. Kwani unamvuka Azam? Confederation. Watu wanamleta Ziyech nchini hapa. Wewe unaona masiara. Watu wanamleta Hakim Ziyech hapa Tanzania. Anakuja tena. Saizi anakuja kwenye level ya club. Watu wanamrudisha Stefan Azizikia hapa. Fouls zinakuja kona kidogo tu lakini. Yani saizi saizi uzuri ni kwamba timu zetu za Tanzania zinaenda kukutana na watu ambao tulikuwa tunawatamani. Naomba nianzie kombe la shirikisho barani Afrika. Singida sitaki umchambue sana. Anacheza na wale jamaa walipangwa na Yanga kundi moja kwenye Champions League. CR Belouizdad, si ndio bwana? Stellenbosch Afrika ya Kusini na Lesotho. Mafanikio ya Singida ni kufuzu au tunamwacha hapa hatua ya makundi? Mimi nisema Singida namdai makundi. Kivuka namdai tu avuke aingie makundi. Avuke zile hatua mbili za mwanzo. Sasa vingine ni yeye anaonyesha mimi maajabu. Anaweza kwenda tu na hizo timu. Kwa mfano CR. Kwamba mimi nataka kufuzu CR Stellenbosch, mimi nataka nichukue nafasi ya kwanza au ya pili. Kwa heshima ya mpira wa miguu. Anaweza. Mingine sasa anabakia kwa wenyewe. Kwenye zile timu ambazo yupo nazo, yeye peke yake ndio hana uzoefu. Sahihi. Yaani yeye peke yake ndio hana uzoefu wa mashindano makubwa. Hii ndio first time anaingia. Angalau Belouizdad ambaye yeye kupigana na Ahly kawaida. Kawaida kabisa. Kawaida. Na hao watu wake kabisa. Kawaida ndio hizi zake kawaida. Tena hata hii kucheza kwa Confederation tu basi yani. Tena Stellenbosch. Kutoka nusu finali tu. Stellenbosch. Sema nusu finali msimu uliopita tena na Simba. Sasa hizi Stellenbosch anasema na nauti na Tanzania. Uwanja wa Singida ndio Amani kule ambako Stellenbosch tulimtoa. Hawezi kuja kizeni. Lazima ajipange. Hawezi kuja kizeni. Kwa Singida lazima atakutana na ugumu kwenye ile kundi. Lakini so far kama timu tunamhesabia kafanikiwa. Ili Singida kule hii iko inabidi hiyo. Nataka kukua. Nataka kuwa timu kubwa. Lazima timu kubwa hizi kwa timu kubwa. Shindana na timu kubwa. Leo pale timu kubwa zenzio. Tuoneshe. Mbona kipindi kile Simba? Alikuwa kwenye kundi yeye ndio kibonde. National Ahly yumo. Ahly kuna Vita yumo. Wote hao wanaangalia kutana na Simba wapate pointi zao. Simba anakufa 5 Kongo, anakufa 5 Misri. Afu hapa anakuja kuchukua alama kote. Anakuja kuchukua alama zake. Simba anafuzu mbele ya timu nyingine. Sahihi. Ikaja tena Simba sio timu Mazembe na nani Simba anafuzu. Afu akaja kuna kipindi akaongoza kundi huko na National Ahly. Singida watuonesha. Sawa. Azam bwana yuko kwenye clash na timu moja ya Kenya inaitwa Nairobi United ama Nairobi City, lakini pia wako kwenye hilo kundi na Wydad Casablanca ambayo imecheza Club World Cup, lakini kwa bahati mbaya msimu huu inashiriki Confederation. Yuko na AS Maniema pia ya DR Congo. Mzee wangu unasemaje? Kwanza Wydad hapo ndo favorite hapo kwenye group. Anaunda timu. Sahihi. Lakini anaunda timu huko ikiwa anataka makombe kadhaa. Ligi ya ndani na hiyo Confederation ambayo anashiriki. Usajili wake unatisha. Natisha. Kitendo cha kumleta Hakim Ziyech quality. Kwanza umeona ambavyo wamtambulisha Ziyech. Ule uwanja umeenda Dogo Full House. Unaweza usipokee pasi mbuni kama ni mchezaji wa timu pinzani. Sema sawa. Wenzetu Azam wafanye kitu. Ndiko sehemu wanakwenda Azam FC. Azam kwenye grupu kwa heshima ya football nafasi ana. Florent Ibenge ana nafasi ya kuwasababisha vijana kufanya kitu. Azam ana nafasi nzuri, ana wachezaji wazuri, ana kocha mzuri, ana uongozi mzuri. Uongozi mzuri in terms of everything, ana pesa, ana kila kitu. Football ni money. Football ni pesa. Unawekeza pesa ili upate pesa kwa football. So talent tu. Kwa hiyo Azam ana kila kitu ambacho kinafanya wawe timu nzuri. Kwa msimu kazi kwa viongozi kuipambania timu nje ya uwanja, ndani ya uwanja. Fitna za mpira wa Afrika zinajulikana nyingi, wazijui, waende kwa uongozi wa Simba, uongozi wa Yanga, ni wazoefu, wafundishe vitu vingi. Itanasaidia. Yanga kumfunga Belouizdad goli 4 hapa Taifa, kitu kidogo, wanajua wanamfungaje. Yanga alifunga kule 3 na Belouizdad kaja hapa akashinda 4. Anajua alishindaje na anajua kule alifungwaje. Kwanza mpira wajifunze kwa hizi Simba na Yanga. Hii taifa bwana. Hii taifa. Tuondoke kama taifa. Kwa kwenye ile group watu wote wanaongea na Nairobi Stars.
Nairobi City. Lakini jamaa anaweza kuwashangaza. Tutachukua point hapo kwenu. Anaweza kuwashangaza yani kila mtu anasema yani nipiga ua kwenye hili kundi hata kama sitafuzu ila pointi zangu ziko kwa Nairobi. Tuone football. Ngoja tuone football. By the way, wenzetu wameamua kuchagua uwanja wa Amani Complex bana. Unafika wangeenda. Kwani imekuaje? Wangeenda wapi? Taifa Sipapo? Hapana, watu zingegongana. Yaani uwanja ndani weekend moja ucheze mechi 4, weekend moja iwezekani bwana. Sawa, hata wangeondoka basi hata mmoja. Wale hizi ni mapacha kwa ndio tutayali. Unajua una mapacha wakali yako. Wale wanafuzu urafiki Azam na Singida wanafuzu urafiki na ndio ile sawa hivyo. Kwa sababu muone amefuzu Azam Singida na post mdogo. Sana Yanga ndo aende huko pia Amani Complex. Mimi unajua nimejiuliza sana. Yaani kuna nini hasa Benjamin? Kwa sababu Simba amebaki kimya, hajatoa kauli kwamba anauama Benjamin Mkapa ili tupate sababu labda ni maboresho ya uwanja. Soka letu. Lakini Azam, Yanga, Singida Black Stars, Zanzibar, Amani. Soka letu. Mashabiki watatokea kweli? Watataona mashabiki ambao wanategemea au pengine kwa sababu uwanja unapokea mashabiki wachache unaweza kuhesabu full house karibia kila mchezo. Na watu wana kiu ya kuziona hizo timu labda. Singida na Azam masuala ya flow tutachana nayo. Hawana mashabiki yao sana, japokuwa Azam kidogo kwa Zanzibar nao. Singida nao lakini sio hivyo kama Simba na Yanga. Na Azam sio kama Simba na Yanga. Unajua Simba na Yanga zina nguvu kiasi kwamba kuna mashabiki wanaweza kutoka Iringa kwenda kuangalia Zanzibar. Vizuri kabisa. Bila hata. Singida ina uwezo huo Azam bado. Lakini ngoja tuone kwa nini wamechagua Amani Complex. Wana sababu zao. Wale ni watu wazima wana uongozi. Bodi kwenye hizi timu siku hizi. Bodi ya kurugenzi. Ngoja tuone. Turejee sasa kwenye CAF Champions League yenyewe ambayo ina Yanga na ina Simba pia. Naomba tuanzie kwenye kundi ambalo watu wengi hawataki kabisa kulitazama lile kundi sana. Esperance Sportive Club de Tunis amecheza michuano ya kombe la dunia ya vilabu. Yuko juu pale na amekuwa kwenye pot 1. Dhidi ya Simba ambaye alikuwa kwenye pot 2. Alafu alikuwepo Petro Atletico di Luanda ya pale Angola. Alafu timu ya 4 ni Stade Malien aliyotoka kijana wetu Hassan Kouma. Ndio? Pamoja na Jigi Diara. Tuzungumze kuhusiana na kundi la klabu ya Simba. Kwa nini watu wengi wanalihesabu kundi hili kama kundi la kawaida? Ni kwa sababu ya mafanikio ya klabu ya Simba ambayo amekuwa nayo ama aina ya timu ambazo Simba yuko nazo katika hili kundi? Kujua mpira ni kazi ujue. Sio kila mtu anajua mpira. Kundi la Simba gumu bado. Kinachofanya watu kundi la Simba jepesi kwa sababu ya historia ambayo Simba kashajiwekea kwenye mashindano. Sahihi. Asikufichi hata wale Petro Esperance de Tunis waliposikia wapengewa na Simba na pia wameshtuka. Yaani ni lazima kwamba kwa Mkapa tena Tanzania Simba. Tumepangiwa uwanja sio. Lazima. Sasa ile kundi ni gumu. Na kwangu mimi kundi Simba kitoboa. Tawapongeza sana. Bado ni gumu kwako wewe. Kundi ni gumu lakini mimi nimelipenda kwa sababu huwezi kuwa unataka ubingwa afu unataka kukutana na timu ndogo ndogo tu. Vile ndio sawa. Lazima kama unataka ubingwa lazima ukutane na kina. Kacheza World Cup wewe. Sahihi. Kacheza na Chelsea. Sahihi kabisa. Na Flamingo sijui. Sahihi. Umeelewa? Chelsea yenyewe ilishinda kwa goli sio nyingi chache tu kwa De Tunis. Umeelewa? Leo De Tunis pap na Simba. Umeelewa? Tuje kwa wale Petro. Wale rekodi yao wale walicheza watu wa makundi bila kuruhusu goli hata hivi. Sio kufungwa bila kuruhusu goli. Ndio hapo na Simba. Mbona kama tunawahesabia ni kawaida kwamba watu wanasema unajua tujadili kundi la Yanga, kundi la Simba na nini. Hizo timu wengine hawafuatilii mpira vizuri. Alafu watu sio wanachukuliaje ile kundi gumu na lenyewe kama vile kundi la Yanga. Lakini sasa usiweke neno gumu. Wewe umeenda kupambana. Lazima upambane. Wewe unataka kule mkutane na Mungu. Unataka ufanye hivyo upate matokeo. Unataka mkutane na Mungu kule iwezekani. Champions League, Champions ni washindi. Mabingwa tu. Sio bingwa nchi gani, bingwa nchi gani na mtu wa pili au wote ni mabingwa. Kwa hiyo uwezo ukaenda kukutana na Marumo Gallants. Sahihi. Umetaka mwenyewe? Sahihi. Njoo. Usimwona msimu nani ashiriki bwana, yani Orlando Pirates ni mzuri lakini hayupo kwa kutolewa hatua za awali kabisa. Watu wako serious na football. Sio? Champions League ndio ipo hivyo. Ile kundi la Simba sio jepesi, ni gumu. Simba
asiende na mpira wake wa historia. Kwa mimi historia yangu sio kwa Mkapa tawage robo finali mimi uhakika. Kocha aambiwe ajue yani asome mpira wa Afrika ulivyokaa. Nikifungwa same fulani nikija kwa Mkapa nikisha nimechukua. Nikienda kwa timu fulani nikisha nimetoa sare kwake. Apige hesabu hizo pointi 10 au 9 lazima azipate pema sana. Ili anayependa kwa sababu kwenye ile group la Simba mechi ya mwisho kabisa ya Simba ni Simba na mgumu. Huyu wa chini kabisa. Huyu wa chini kabisa. Alikuwa potea mwisho. Ambapo ikitokea Simba anahitaji mechi moja ili avuke ya mwisho. Anakutana naye. Wanafanya finali kwa Mkapa ile mechi. Timu haina Stade Malien ndio timu ambazo zinazalisha sana vipaji kama kina ASEC Mimosas nini. Kwa watu wengi wana imagine hizi timu unaweza kuchukulia poa, lakini kwa timu mkorofi sana kwa aina ya wachezaji walionao. Kuchukulia poa, hata kuchukulia poa ipo kwenye level gani? Champions League. Yeah. Kwa nini kuchukulia poa? Kidogo. Ni timu nzuri ile. Ni timu nzuri sana. Sawa, kundi ambalo linasemwa kwa kundi gumu, na kwa mujibu wa watu wengi wanasema inawezekana kundi hili ndio gumu zaidi kwenye CAF Champions League msimu huu. Kundi ambalo lina ukimuondoa Yanga watu wote tayari washaikuwa mabingwa wa michuano ya Afrika. Ukimuondoa Yanga. JS Kabylie mara 2, AS FAR Rabat mara 1 na National Al Ahly ndo usiseme ni club of the century. Miongoni mwa timu ambazo zinatisha kabisa kwenye bara la Afrika, National Ahly. Halafu katikati yao yupo klabu ya Young Africans. Tuzungumzie kuhusiana na kundi hili pia. Mashabiki wa Yanga wengi wasema kundi letu gumu kuliko la Simba ni uoga. Ile grupu la Yanga ile. Ungemtoa Yanga umpachike Simba pale, Simba kundi lake. Mimi naojua wa Tanzania sisi. Bwana, mpira ulivyo ndio upo hivyo. Upo kwenye umesema nataka kucheza Champions League. Sahihi. Malengo yako klabu yako ije kuwa kubwa, ufike hapo kwenye top 5, top 4 za bora na nini. Unafikaje sasa bila kukutana na hizo timu? Sio? Compete nao, wafunge toboa kwenye kundi. Wewe ukinala au wapige toboa au ndio final. Heshima yako itakuwa kubwa sana. Sio? Kwa nini Simba ipo nafasi ya 5 sasa hivi? Ishota na makundi hivi mara nyingi na ikafanya nini? Ikapenya. Time for Yanga na wao sasa tupenye. Japokuwa engineer isema malengo ya Yanga msimu huu ni nini? Makundi. Malengo yafanya nini? Yametimia. Ila hapana, kwa level ya klabu ya Yanga tunaomba tuendelee mbele, tufike hata robo. Kwenye hili kundi tufike hata robo. Kama tunaweza kufunga Belouizdad hapa, tunaweza kumfunga nani hapa? Ahali. Kama aliweza kumfunga USM Alger, kama tunaweza kumbana hapa na nyumbani kwake Mamelodi Sundowns ile moto, tuna uwezo wa kumfunga hapa Kabaile. Sasa kazi ni kwetu. Kwa standard na quality ya vikosi vya timu zetu msimu huu. Zina nafasi kimataifa. Sasa hizi timu mbili kubwa ambazo zimekuwa zikikusanya alama nyingi kwenye Champions League, Simba pamoja na Yanga, zina nafasi ya kusogea msimu huu na kufanya vizuri. Kwa quality ya wachezaji ukiwatazama. Kwa quality bado. Kwa quality bado, lakini kwa mbinu as a team tunaweza. Unajua quality pekee haitoshi. Unaweza kuwa na quality kubwa lakini quality yako yote haina maelewano, hawana performance kama timu, haiwezi kutoboa. Sasa lakini sisi quality yetu na hizo timu ambazo tumepangwa nazo sisi ni tupo kati. Kwa hivyo wana wachezaji wa daraja A, class A. Unapopata kimya yetu ni class A. Simeelewa. Unapokuja sijui unakuwa na kina Mayele wale tayari washavuka kwenye class B au kwenye class A, top striker na nini. Sisi tunaweza kucheza nao. Sisi watu wetu wengi sisi ambao tunawasajili ni B na C na wengine ambao chini kabisa. Umeelewa? Ambao sisi wakishapanda daraja kidogo tu tunaibiwa, wakuja watu wenye hela zao na kama kinazikia nani. Kwa sisi tutegemea zaidi mbinu za makocha wetu, mbinu za uongozi, mbinu za kuchezea uwanja wa nyumbani na nini. Yes, lakini kwenye quality wametuzidi. Lakini quality haifanyi mtu uvuke. Kwa bado tupo na tunaweza tukavuka, na mimi naombea tu tuvuke, angalau Tanzania endelee kuonekana ligi nzuri na ligi bora. Lakini viongozi waendelee kujifunza pia. Nikupa nafasi ya kupredict, unaweza kupredict msimu huu? Huwezi. Ni ngumu. Sio? Sababu naweza nikapredict hapa alafu isitokee watu wakakuhukumu. Akaja kunihukumu baadaye. Okay. Kwa group la Yanga leo, TDC hali hajafuzu. Akabaniwa, akashinda kwenda mbele. Yule Kabaile si mimi Algeria. Msimu ameinvest kinoma. Kaangalia kwenye ligi yake performance yake.
Ile Farabati ana angalia ligi yake msimu ulioisha na msimu huu yuko vizuri vile vile. Kwenye ile kundi ile ambayo yupo Yanga, timu pekee ambayo imeanza msimu vibaya ni Ahad, na kwa sababu alikuwa na rundo la mechi na sasa hivi ndio wameita kocha mpya na sasa hizo wako pia kwenye mashindano ya Egyptian Super Cup Dubai huko, kocha alipo nyingi noma. Kocha mpya ndo analeta mbinu zake mpya sasa hizi. Kwa kwenda sasa hizi ni kama pre-season. Wenyewe walivyosema ndo kuichukua manini pre-season. Ikiklikile team haitoka bala kwa Yanga. Ile kiendelea kusuasua itakuwa at least itakuwa angalau kuna nafuu hapo katikati. Sawa, kila laheri kwa timu za Tanzania zifanye vizuri huko. Tumezungumza mengi, tumemzungumza Clement Mzize pia, na muombea pia kijana wetu apone haraka kadri inavyowezekana. Tunamsubiria pia Mohamed Bajaba uwanjani tuone kile ambacho ataofa na atafanya. By the way, kocha wako kipenzi lakini ni kocha msaidizi wa timu ya taifa. Kipenzi nani? Kipenzi kocha wako kabisa. Wanamwaminia kimbinu sana. Sasa Tanzania hapa. Tanzania kwa kocha wa ndani sasa hivi. Hamna. Mediali. Wewe umemsahau. Huyo kocha wako kipenzi ndio kocha msaidizi wa Miguel Gamondi na timu tunaendana na AFCON. Au unasemaje? Utaki? Hapa stupo wazalendo. Safi. Shabikia. Safi. Timu ya taifa, yani likija jambo la timu ya taifa, wewe shabikia tu. Safi. Sawa bwana? Wewe shabikia. Tumemalizana mimi na wewe leo. Naomba usinikate wakati namalizia kufunga kipindi. Mimi na huzuni zangu hapa siwezi kukatiza shoti. Tuondoke tu. Sema basi atapole. Pole kwa Tanzania. Wenzetu wote kwa mambo ambayo yamepita. Yeah, for real. Yalopita si ndio tugange anayo yanakuja. Kila kipindi kikitoka kwenye maisha kina jambo la kutufundisha. Tumejifunza kitu. Kwa hiyo tuendelee mbele, tutunze amani yetu, tupate haki na nini. Maisha yaendelee. Hii mfano ile kutokuwa na mtandao tu. Hata siangalie mechi online. Ulaya huko. Hai. Mimi bana nikushukuru sana mtazamaji wa IREM TV kwa kuchukua muda wako kututazama na kutufuatilia pia. Nikuombe uzidi kuwa mwanafamilia wa IREM TV, na unachopaswa kukifanya ni kusubscribe katika channel yetu ya IREM TV, lakini pia kutufuata katika mitandao ya kijamii kama TikTok pamoja na Instagram. Tunapatikana vivyo hivyo kwa majina IREM TV. Unaweza kushare pia na kutochia maoni yako hapo chini pia kuhusiana na kile ambacho tumekizungumza kwa siku ya leo. Tunaendelea pia kuzipeleka pole zetu zote na mioyo yetu pia inaendelea kuwaombea na kuwakumbuka wale wote waliotangulia mbele za haki katika kipindi hiki kigumu, lakini pia sisi tunaendelea pia kuwa sehemu ya faraja kwa kuwaombea wale ambao wako mbali na macho yetu, lakini walioko karibu nasi pia. Tunajua tu na chochote kile tunachoweza kukifanya ili kujaza hayo magep, lakini Mwenyezi Mungu ndo ambaye atajaza hayo magep, lakini pia ataiponya mioyo yao kwa wale ambao wanavuja damu. Mimi ni Emmanuel Goodluck. Mwenzangu alikuwa ni Pako Steve kwa siku ya leo. Kwa heri kwa hivi sasa.